Na mtazamaji wa Trend TV, nadhani utakuwa unakumbuka kwamba ilikuwa ni wazi dhahiri shahiri kwamba tulipata taarifa ambazo taarifa zile bwana zilikuwa ni za ndani kabisa kumhusu Diamond Platnumz. Sasa zile taarifa bwana ni kwamba Diamond nadhani atakuwa ameziona au ameona kile ambacho tulichokuwa tunakizungumza hapa Trend TV na amekuja kutuprove wrong. Lakini hata wakati tunatoa taarifa hizo pia hatukuja na facts moja kwa moja kwamba tukiwa tunasema kwamba eti hivyo ndivyo mambo yalivyo. Tulisema kwamba inasemekana kwamba kuna hii na hii na hii. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo tuliripoti hiyo habari kuhusiana na kile ambacho kilikuwa kinasemekana huko mitandaoni kumhusu Diamond Platnumz na ubalozi wake katika kampuni kubwa kabisa ya vinywaji baridi ya Pepsi. Now we are halfway there, we're keeping focus on that. Maybe together we're gonna scare the fear itself. Kama unakumbuka vizuri bwana, tuliripoti kuhusiana na habari ya Diamond Platnumz kuwa dropped kwenye mkataba wake na kampuni ya Pepsi. Bwana, moja kwa moja ni jambo ambalo liliibua mijadala mingi sana kumhusu Diamond Platnumz. Maana kama unakumbuka vizuri bwana, hii issue bwana iliibuka mara tu baada ya Diamond kuonekana kama vile kule mitandaoni bwana, watu walikuwa wanamsema sana Diamond na watu wengine wakawa wanasema kwamba hawatokunywa Pepsi kama Diamond bado ni anaipromote kwa namna moja au nyingine. Na kutokana na hizo habari kusambaa sana mtandaoni, kukavuma tena habari nyingine ambazo pia zilikuwa zinasemekana kwamba Pepsi wamemtoa kwenye mkataba au wamesitisha mkataba wao na msanii Diamond Platnumz. Kwa hiyo kwa kifupi bwana, mambo yalikuwa ni moto kweli kweli, na sababu kubwa ya hayo yote kutokea bwana, sababu kubwa ya hao yote kutokea ni kwamba baada ya hizo taarifa kusambani, kutokana na kwamba pia watu tukaenda moja kwa moja katika page ya Diamond Platnumz, kwa sababu ukipita katika bio ya ukurasa wa Instagram wa Diamond pale ameorodhesha biashara zake zote au kampuni zote ambazo anafanya nazo endorsement deal au brandi zote ambazo yeye ni balozi katika hizo brand. Diamond ameorodhesha hayo yote katika bio yake, na tulivyopita baada ya hizo fununu kusambaa bwana, tulivyopita katika ukurasa wake wa Instagram tukakuta kwamba Diamond ametoa ule utambulisho kwamba yeye ni balozi wa kampuni hiyo ya Pepsi. Maana pale bwana kulikuwa kuna musician owner WCB Wasafi ameitagi, akaitagi Wasafi TV, Wasafi FM, akatagi pale Wasafi Bet Official, akatagi pale Wasafi Soap. Kisha akaandika pale ambassador for akaandika pale Serengeti Beer. Bas, Pepsi haikuwepo. Hivyo basi kutokana na hizo taarifa ambazo tulizoziona moja kwa moja tukawa tumeshaelewa kwamba kile ambacho kinasemekana huenda kikawa na ukweli. Kwa hiyo habari hizo zikaripotiwa na media nyingi sana katika mitandao ya kijamii kwamba Diamond bwana mkataba wake na Pepsi umekwisha, na sababu ilikuwa haijajulikana, lakini watu walikuwa tayari wameshahisi kwamba huenda ni kwamba wananchi bwana wamekuwa kidogo wanangori na Diamond. Kwa hiyo basi wakahisi huenda labda hiyo ndio sababu ya Pepsi kusitisha mkataba na msanii huyo. Lakini baada ya hayo yote kutokea bwana, at the end of the day tunaona kwamba Diamond mwenyewe ameamua kubadilisha mambo, ameamua kuwaprove watu wrong kwamba yeye na Pepsi hakuna ubaya wowote ambao umetokea, hakuna mkataba ambao umesitishwa kati yake yeye na kampuni hiyo, akiwa anamaanisha kwamba bwana yeye na Pepsi bado anaendelea kufanya kazi, na hilo amelidhihirisha kupitia page yake ya Instagram pale juu katika Insta story, akiwa ameonyesha wazi kabisa kwamba mabango yanayoonyesha picha yake yeye na soda hiyo ya Pepsi bado yako katika barabara mbalimbali nchini Tanzania. Kwa hiyo bwana, moja kwa moja tumepita katika page ya Instagram ya Diamond Platnumz bwana, tumekuta hiyo taarifa
akiwa yeye mwenyewe pia ameposti video akiwa anaonyesha bango mojawapo mjini ambalo linaonyesha sura yake ikiwepo pale akiwa ameshika chupa ya Pepsi, alafu akaonyesha tena bango lingine town tena likiwa linaonyesha yeye tena akiwa ameshika tena chupa ya Pepsi akiwa amevaa logo ile ya njano pamoja na t-shirt ya njano. Kwa hiyo it means kwamba wale walikuwa wanasema kwamba Diamond bwana ametolewa katika ubarozi na kampuni hiyo kubwa kabisa duniani ya vinywaji baridi ya Pepsi Dear for More, bwana ni uongo, kwamba bado yeye yupo katika kazi, bado anafanya kazi na kampuni hiyo, yani bado ile ambassador deal bado yuko nayo. Kwa hiyo hapa bwana page mbalimbali zimekuja kuripoti tena kuhusiana na hiyo habari. Kwa mfano hapa kuna page wameandika kwamba bwana leo Diamond Platnumz ameshare video ikiwa inaonyesha bango lake yeye kwenye picha akiwa anaonekana yeye na Pepsi, which means kwamba bado yeye ana ubalozi na kampuni hiyo ya Pepsi. Lakini pia vile vile page nyingine hii hapa wamekuja tena wameripoti wakiwa wameandika kwamba Diamond bwana anathibitisha tena leo kwamba bado yupo sana na Pepsi kwa kuposti video kwenye Insta story yake akiwa anaonyesha mabango mjini akiwa bado yana sura yake akiwa ana promote bidhaa hiyo ya Pepsi. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba watu wengi sana bwana walikuwa wanamsema Diamond kwamba dai bwana imekuwaje tena amepoteza dili nono, maana tunafahamu kabisa kwamba Pepsi bwana ni moja kati ya kampuni kubwa sana za vinywaji duniani, na Pepsi huaga wafanyagi kazi na wasanii au mtu yoyote ule ambaye sio mzito, anafanya kazi na watu wazito tu. Kwa hiyo issue ya Diamond kupata ubalozi Pepsi ilikuwa inaonyesha kabisa wazi kwamba yeye ni msanii wa aina gani. Umeona bwana yani ilikuwa ni heshima kwake. Sasa kupoteza ule ubalozi pia, zile habari ambazo zilikuwa zimesambaa amepoteza ubalozi ilikuwa ni fedheha kwake, lakini yeye ameprove kwamba bado heshima yake iko pale pale, kwani bado anafanya kazi na kampuni hiyo ya Pepsi. Lakini pia vile vile baada ya hayo yote kutokea imebidi tufuatilie mpaka katika ukurasa wa Instagram wa Diamond Platnumz tuone kwenye bio yake pale, je, kampuni ya Pepsi ipo? Na of course tumekuta bwana kweli amerudisha ile Pepsi pale kwamba pia ni moja kati ya brandi kubwa hapa Bongo ambazo bado anafanya nazo kazi. Kwa hiyo ameprove watu wrong kwamba bado bwana yeye yuko na ubia au yuko bado anafanya kazi na kampuni hiyo kubwa kabisa duniani ya Pepsi Dear for More. Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ukiwa kama mdau na wewe pia weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona. Lakini pia vile vile hakikisha tu unakuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.